Bwana, mimi nataka nizungumze na wanaume ambao wananisikiliza lakini pia wanaonitazama. Kama wewe unajua ni mwanamume, tafadhali sogea karibu na utulie kama maji ya chooni. Sawa? Kwa sababu kuna makosa ambayo nyinyi kama wanaume huwa mnayafanyaga, especially kwenye bao la pili wakati wa kuvumbulana. Kuna kitu ambacho sijui ni kusudi ama mnatufanyia makusudi kama wanawake ama ni vipi? Kwa sababu huwezi kuniambia wewe ni mwanamume ambaye umetafuta bao la kwanza lakini kwenye bao la pili ndio unafanya makosa. Hivyo unatutarajia nini sisi kama wanawake? Sasa iko hivi. Kwa mfano wewe ni mwanamume, unatafuta bao la kwanza wakati ule wa kuvumbulana. Unajua mwanamume akiwa anatafuta bao la kwanza, mbwembwe zinakuwa nyingi sana. Kwa sababu ndio anaanza. Mbwembwe zinakuwa nyingi, kwenye kusonda atasonda, kwenye kuramba ataramba, kwenye kupiga mnyonyo atapiga mnyonyo, mpaka kwenye kutumia maneno matamu mwanamume anatumia maneno matamu. Kwenye dakika 30 zinazohitajika kutomaswa kwa mtoto wa kike, mwanamume anazitumia kwenye bao la kwanza. Unaelewa? Hivi kwa nini kwenye bao la pili huwa unabadilika? Mashallah, tunawavulia kofia wanaume wote ambao sio wa binafsi. Na nazungumzia kuhusu yule mwanamume ambaye anahakikisha mpenzi wake ama mke wake anafika kileleni wa kwanza, alafu yeye anafika baadaye. Sasa hapa mimi nazungumza na hao wanaume ambao si wa binafsi. Sawa? Kwamba umemtayarisha mtoto wa kike mpaka akafika kileleni, alafu wewe ndio ukakojoa. Hilo ni bao la kwanza. Na pia hapa nazungumza na yule mwanamume ambaye hana tete, hana haraka za kwamba ati anaunganisha bao la kwanza na la pili kwa pamoja. Sizungumzi na mwanamume wa aina hiyo. Mimi nazungumza na yule mwanamume ambaye akimaliza bao la pili, bao la kwanza, anajua wazi ni lazima aende akakojoe, anywe maji ya kutosha, kwa sababu maji ameyapunguza kwenye bao la kwanza. Maana kuna maji ambayo umeyapunguza wewe kama mtoto wa kiume kwenye bao la kwanza. Jasho ulilolitoa wakati wa kuvumbulana, kule kuhema, kumzungusha, kumlaza, kumuinua mwanamke, jasho lilitoka ukahema sana, yale ni maji. Shahawa ulizotoa kwenye bao la kwanza ni maji. Ili ufanikishe bao la pili ni lazima ukimaliza bao la kwanza uende ukakojoe, unywe maji, yani urejeshe yale maji yaliyomwaika, yaliyopotea, ile energy ambayo ulianza nayo kwenye bao la kwanza ndio inahitajika kwenye bao la pili. Na ni makosa makubwa sana mwanamume kuunganisha mabao, kwa sababu kiuhalisia ni uume uwe unaingia katika refractory period. Sasa refractory period ndio pale ambapo uume unatulia, unakwenda kukojoa, unakwenda kula ndizi kama kuna watermelon. Sasa tukija kwenye bao la pili, usidhani mwanamume kwamba ni muendelezo. Bao la pili mnapokosea wanaume wengi, nyinyi mnadhani kwamba ni muendelezo wa bao la kwanza. Hapana. Kiuhalisia mwanamke hisia zake zenyewe itakuwa pia zimepungua. Kama vile zako wewe ambazo itakuwa zimeshuka, zimepungua, ile ashki ya mapenzi imepungua. Umekwenda chooni, umekojoa, umekuja, umekunywa maji. So tukisema tunarejelea bao la pili, haimaanishi ni muendelezo, bali vile vile ulivofanya kwenye bao la kwanza, basi unahitajika kufanya vivyo hivyo kwenye bao la pili. Kwenye kusonda, sonda. Kwenye kuramba, shekhe ramba. Kwenye kupiga mnyonyo, piga mnyonyo. Kwenye kutumia maneno matamu, tumia maneno matamu. Na kwenye kutoa miguno, shekhe toa miguno. Kwa sababu gani? Hii inamsaidia mwanamke kufurahia tendo, kutopata michubuko,
kwa sababu wengi wanadhani kwamba ni muendelezo wa bao la kwanza, kwa hivyo hakuhitajiki tena yale matayarisho. So wewe kama mwanamume unajiforce kuingia kwenye kipochi cha mwanamke ambaye uko naye. Kumbuka hapo kipochi hakijaloa wala kutoa ute bin utelezi. Hujamtayarisha. Bimaana yani ukimuingilia utakuwa unamuumiza, unamfanya awe na michubuko, na hakuna mwanamke yeyote atafurahia tendo iwapo ana maumivu. Usiwahi kumuingilia mke wako akiwa bado ni mkavu. Na hata kwa sababu wewe unataka kufanya haraka haraka, umeona mafuta, umetumia mate kama kilainishi, la, usikubali mwanamume wako kutumia mate au mafuta kama kilainishi ili apate ute bin utelezi. Kwa nini utumie mafuta? Ama kwa nini utumie mate? Wakati kile kipochi manyoya ukizungumza nacho kinasikia, ukikitayarisha kinasikia. Kwa nini utumie mate? Kwa hivyo tafadhalini, kwenye bao la pili haimaanishi ni muendelezo wa bao la kwanza. Vile ulifanya kwenye bao la kwanza, fanya hivyo hivyo kwenye bao la pili. Amna bugi. Mnakoseaga sana. Na sijui haraka huwa ni za nini. Kwa hivyo tafadhalini, zingatieni hilo.